akakaa mtaani huko, maana tunasikia amenilawiti kuku huyu, amenilawiti kuku huyu, amenilawiti kuku huyu, kuku wangu amekufa. Ndio siku hiyo. Wakazi wa mtaa wa Lweru uliopo kata ya Jangwani manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wamemlalamikia mtu mmoja ambaye majina yake yamehifadhiwa kufanya vitendo vya ajabu vya kulawiti wanyama jamii ya mbuzi pamoja na ndege jamii ya kuku. Wakizungumza na wanahabari, wananchi hawa wameeleza kuwa vitendo hivyo vimekuwa vikisababisha baadhi ya watu kuacha kabisa kutumia kitoweo cha kuku. Naitwa Mwanaija Yusufu Mtimba, ni mkazi wa Lweru kata Jangwani. Kuna anayewalawiti wa kuku, kuna kijana analawiti kuku, mbuzi. Ninavyosikia taarifa hizo zimekuja kama mara 2 au mara 3. Mara ya kwanza amenilawiti mbuzi, mbuzi ya mwenyewe ameshika mbuzi akaja naye mpaka serikalini. Kama unavyojua watoto hapa wamefunga yameisha, akakaa mtaani huko, maana tunasikia amenilawiti kuku huyu, amenilawiti kuku huyu, amenilawiti kuku huyu, kuku wangu amekufa. Ndio siku hiyo bwana mmoja huyu ndo akamkuta kuku wake amenilawiti, utumbo umetoka, unaona, ndo akaja serikalini. Serikalini huku nako wanafunga tu, hasa ndo wala tujue. Naitwa Mustafa Sefu Mchanyambi, ni mkazi wa mtaa Lweru ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kuna tukio limetokea hapa majuzi, ni tukio ambalo la kusikitisha kwa kweli, sio tukio zuri. Kwa hiyo yani ukihitaji kuku sasa hivi kama ukiwa mgeni, vijana waweza wakuuzia, kwa sababu kuna shitani ni rahisi kumpeleza kwa kuchukua bandani tu wakuuzia, kwa sababu utokana changamoto kama hiyo. Tukua aliingiliwa na binadamu. So katika utaratibu kiumbe kishaingiliwa na binadamu, basi akifa tena kuliwa na binadamu mwingine. Kwa hiyo ili tukio ni la kinyaa sana, alipendezeka. Sio sehemu sahihi kwa supu sasa hivi tuna changamoto. Yani supu yani tunakula miogo tu sasa hivi. Supu samaki basi. Lakini unafikiri kwa nini sasa tukio hili? Kwa nini hatujui kwamba kwa nini anafanya hivi huyu jamaa. Kwa kikubwa ni kumnasitu ili jambo liweze nani, lakini kikubwa kwa kweli anasikitisha. Hakuna imani nyuma kitu? Hayo mambo mengine sasa hujua kwamba kama kuna imani za kishirikina, sijajua mwenyewe labda katika imani yake, lakini mimi naamini kwamba anafanya vitu labda kwa utashi wake mwenyewe, kwa nafsi yangu ninavyoona mimi. Kwa majina naitwa Hamisi Mselewa almaarufu Bomola au Msauzi, naishi mtaa wa Lweru. Hizi kero hizi zipo nyingi, yani zipo nyingi, japokuwa hii hapa hii ya mifugo ndio inatutafuna zaidi kuliko maelezo. Kwa mfano mimi binafsi sasa sili kuku, sili mbuzi, kwa sababu yani nahisi kila kiumbe hicho nilichokitaja kinaingiliwa na mwanadamu ambao anatusumbua kwenye huo mji. Na kinachosumbua zaidi sio yeye tu kufanya hili tukio, watu wanaofanywa hili tukio wanalibeba sana, yani hawajawahi kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Hatujawahi kusikia tu amepelekwa kwa mwenyekiti wala kwa nani. Lakini hivyo viumbe vinaasilika mara nyingi, tena sio mmoja, sio wawili, na kila siku. Huyo mtu yuko hapa na wenye kuasiliwa na hivyo viumbe manake wanamfahamu na wanamjua, lakini tunachukulia na poa hivyo fresh. Hilo tatizo linakuwa lifanyaje, haliwezi kuisha. Kwa hiyo kikubwa zaidi manake tulikuwa tunaomba wenye ngazi za hizi sheria, ikiwa wenye kiti, ikiwa sio ni madiwani manini, yani watusaidie hili swala, kwa sababu saizi atuli kuku, atuli mbuzi, swala ng'ombe sijawahi kusikia, lakini viumbe hivi viwili hivi vinashughulikiwa kila siku. Kwa mfano kama kuku akishaingiliwa, mwisho siku anakufa kabisa. Ina maana kwamba kuna watu tumeingia na kinyaa, yani kwamba kuku hatumli kabisa. Upande wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo ameeleza kuchukua hatua kali endapo mtu huyo ataendelea kufanya vitendo hivyo. Kwa majina kwanza nijitambulishe, naitwa Ali Saidi na Mala, ni mwenyekiti wa mtaa wa Lweru kata ya Jangwani. Hizo tabia unazo, kwangu mimi nitachukua hatua zaidi ya hizo, na mimi sipendi hayo mambo yatokee, na ndio maana unakuta kama kwenye mtaa changamoto zote zinanifikia na ninazitatua. Kwa hiyo siwezi kudhibitisha mimi kwamba hazitatokea, kwa sababu inawezekana akawa anaendelea kufanya, lakini mimi nilichokiangalia ni kuchukua action, yani kwamba ni hatua za kisheria kama ataendelea kuzifanya, kwa sababu na sisi wenyewe tunakuwa na askari wetu, tunawaambia huwa wanazifanya hizo kazi za uchunguzi, na nina imani hata kama hizo zimejitokeza. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua kwamba uongozi wa sasa hivi unahitaji nini. Kutoka Lweru manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.